Sawa, basi mtazamaji endelea kufuatilia ili uweze kujua yupi atakuwa ni Sterling katika hii filamu ya Binti wa Msituni. Mambo vipi? Safi. Kwema? Kwema. Wanakuita nani? Kwa jina langu kamili naitwa Jennifer Edward Kasambara, ila kwenye hii movie natumia jina la Gena. Na hii ni filamu yako ngapi kuifanya? Hii ni filamu yangu ya 3. Bwana, lakini pia unaweza kutuambia hii nafasi kubwa ambayo umepewa katika hii filamu ya Binti wa Msituni, una kipi cha kuambia waandaaji wa hii filamu kwanza, na unajisikiaje? Kwa upande wangu mimi najisikia vizuri kwa sababu ni moja kati ya filamu ambayo ndo nimepewa uhusika mkubwa. Pia nawashukuru sana walioandaa hii filamu na uhusika walionipa. Nawashukuru sana. Ukija kwenye maisha ya kawaida mpaka sasa hivi jamii inakuchukuliaje kama Binti wa Msituni? Kuhusu jamii, kusema kweli mimi ni mtu wa kushinda sana kambini, bado sijatoka. Ila mapokezi ya hii filamu ni makubwa. Yaani kuna muda hata mimi mwenyewe kuondoka kambini najishtukia. Nahisi kama nikifika huko mtaani kutakuwa na kelele nyingi. Kuna muda nilienda nyumbani, kila nikipita watoto hata watu wazima kabisa wanasikia wanaimba, "Oh, misitu sema maana unajua mimi sinaga ile salamu yangu kamili." Kwa hiyo wanautumia huo wimbo kuashiria kwamba wananitambua. Lakini pia hiyo heshima ambayo unapewa mtaani unaipokea vipi? Kwa upande wangu mimi naipokea kwa ukubwa na namshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa nilipokuwa. Na sio kazi ndogo kusema kweli. Okay, pengine hii ukubwa ambao umepewa kwenye hii filamu, unaona kabisa pengine labda ni mzigo mkubwa sana, ama unaona kama umependelewa sana, ama ulipokeaje hii nafasi ya kuwa mhusika mkuu? Kwa upande wangu mimi niliupokea kwa mikono miwili kwa sababu yani kushuti au kuigiza ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hata walivyoniambia kwamba utakuwa Forest Girl sikuona shida yoyote wala tabu yoyote. Na kipi ambacho unafurahia sana katika hii filamu? Kitu ninachofurahia katika hii filamu ni umoja ambao tuko nao wasanii wote. Pia nafurahia mapokezi ya hii filamu maana imekuja kwa kishindo sana. Okay. Na sini gani ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwako wewe kuicheza? Sini ngumu ni nyingi, kwa sababu sini nyingi mimi huwa ukifuatilia sana Forest Girl huwa natumia mime. Kwa ila sini iliyonipa shida sana ni sini siku hiyo na shoot na Malikia na mlinzi wa Malikia kwenye mvua. Ile sini kusema kweli ilinipa taabu. Okay, lakini pia nini ambacho una kipi cha kuambia sasa watu ambao wanakutizama na wanao kuchukulia pengine labda kweli huyu binti ni wa msituni, ili jamii kama ni kukuogopa basi aache kukuogopa? Kwa wale wanaonichukulia kama mimi ni binti wa msituni, sio kweli. Mimi sio binti wa msituni. Na mimi nikitoka hapa naenda nyumbani, naoga, napendeza, napaka mafuta na kuwa kama raia wa kawaida. Kwa binti wa msituni nikiwa kushuti, ila nikisharudi kambini mimi ni mtu wa kawaida tu. Lakini pengine katika hiyo scene ambayo umecheza kuna chochote ambacho kinaendana na maisha yako ya kawaida? Hapana, kwa sababu hii scene imechezwa kipolipoli, afu mimi mazingira niliyokulia sio haya. Muziki gani ambao ukifanya naye kazi unaona kabisa ni rahisi? Yaani katika ile filamu wale ambao unawatuma na nini, kuna wale ambao au tukio gani ambalo wakati unafanya uokozi uliona kabisa hapa itakiwa ningetoa adhabu ingekuwa maisha ya kawaida? Tukio ambalo nilimkuta Mketege anabaka. Kusema kweli hiyo tukio lilinikera kwa sababu mimi ni mwanamke, alafu anayetendewa kile kitendo ni mwanamke kama mimi. Yaani nilitamani hata nimuue. Alafu vile vile anavunja sheria, anakuja msituni kana kwamba ni nyumba ya babake. Aliniuzi, kusema kweli ananiuzi. Lakini pia unaweza kutuambia changamoto katika hii filamu kwa ujumla ni zipi ambazo umezipitia wakati wa kushoot na vitu kama hivyo pia? Ukizungumzia kwenye upande wa changamoto ni nyingi mno. Maana hata ukiniangalia hapa kuna hali fulani utagundua nimepakwa matope mwili mzima jamani, ili swala. Alafu changamoto nyingine ni ya kutembea umbali mrefu kutoka kambini mpaka eneo tunalokuja kushuti. Hilo nalo limekuwa ni changamoto maana muda tunaotumia kutembea njiani ni muda ambao tulikuwa tunatakiwa kushuti scene zingine. Pia kutafuna lile aloe vera. Napo hiyo ilikuwa ni changamoto. Okay, lakini pia binti wa msituni umekwisha sikia maneno ya Malkia kwamba yana tamani mwisho wa movie yange kufa wewe ubaki urudi kijijini. Wewe ungekuwa mwandaji wa hii filamu ungetamani nini kifanyike mwisho wa filamu hii hapa?
Mimi ninachotamani mwisho hii filamu kifanyike, mimi sitaki kumuua Malkia Nala. Mimi ninachotaka kumuelewesha kuwa yeye alichokuwa anakifanya sicho. Hakutakiwa kutumia nguvu, bali anatakiwa kutumia akili. Maana ukifuatilia sana matukio yake, yeye anatumia sana nguvu kuliko akili. Mimi ninachotaka kumwaminisha kuwa mimi ni binadamu kama yeye na nina haki ya kuishi kama anavyoishi yeye. Alafu ukizingatia mimi japokuwa ni malkia wa msitu, wenyewe wana makosa yao, yani wakiingia msituni kwangu wanafanya uharibifu. Kwa mimi nataka mwisho wa hii filamu tukutane kama wana kijiji, malkia wa kijiji na mimi malkia wa msitu, tukubaliane. Wana kijiji wao wanaingia msituni na mimi niwe na uhuru wa kwenda kijijini. Kuna yule dogo ambaye umekuwa ukimtuma mara kwa mara. Bila shaka ni wewe umekuwa ukimtuma, sio? Ndio. Na pengine katika maisha ya kawaida unamwona ni dogo aina gani? Yaani katika maisha ya kawaida ni tukiachana kwenye movie. Yule yani huyu dogo kusema kweli ni dogo mmoja hivi ana akili sana. Hata jinsi yani tunavyo yani ukimwangalia uhalisia yani tulivyomshutisha na maisha halisi tunavyoishi naye. Okay, sawa. Katika haya maswali pia unaweza kutuambia mtu gani ambaye unatamani umshauri katika hii filamu ya Binti wa Msituni? Yupi ambaye unatamani umshauri chochote? Kama ni Love Nana, kama ni nani, kama ni Mketege, kama ni nani? Kama unatamani umshauri chochote kile, fanya kumshauri sahihi hapa ili tuweze kufunga kurasa. Mtu ambaye mimi natamani kumshauri kidogo hapo ni Mketege. Kuna namna Mketege anavyoongea na malkia wake, yani anakuwa utafikiri sasa yeye ndo mfalme afu malkia ni kijakazi. Ili swala mimi kila episode inavyotoka akiwa ameongea na malkia, ili swala huwa analiona. Yani ana ile tabia ya kupandisha sauti yake inakuwa iko juu kuliko ya malkia. Hicho ndo natamani Mketege, yani yeye ndo ajishushe kidogo ile sauti yake kipindi anapoongea na malkia, aongee kama anaongea na malkia, siongee kama anavyoongea na wanakijiji wengine. Bwana, sasa hapa atatujibu director ama atatujibu Mketege mwenyewe? Maana pengine anaweza kama amepanga script watatujibu, lakini pia tuambie una kipi cha kuambia Watanzania ambao wanakufuatilia sasa hapa kupitia Song Media. Kwanza kabisa nawapenda sana. Pia wasahau kutufuatilia kwenye channel zetu za Mtaneza Film. Mimi pia nina channel zangu za Forest Girl. Msisahau kunifuatilia. Msisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe. Hivyo.